Baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Busokelo limeidhinisha bajeti ya mwaka 2026-2027 yenye kiasi cha shilingi bilioni 32.9 kwa ajili ya kutekeleza programu mbalimbali zilizopangwa kufanyika katika halmashauri kwa kipindi cha mwaka huu wa fedha. Kiasi cha shilingi milioni 32,993 kwa ajili ya kutekeleza programu mbalimbali zilizopangwa kufanyika katika halmashauri kama ifuatavyo: moja, shilingi milioni 18.1 ya bajeti yote ni kwa ajili ya ruzuku ya mishahara. Mbili, shilingi bilioni 1.42 ni bajeti yote kwa ajili ya matumizi mengineyo. 7 ukilinganisha na bajeti ya mwaka 25-26 ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 32.8, lakini ukienda kwenye mapato ya ndani utaona imeongezeka 4.01. Kwa makisio haya, halmashauri itakuwa imepunguza utegemezi toka serikali kuu kutoka 11.68 kwa mwaka 2025-2026 hadi 12.09 kwa mwaka 26-27. Ambao tunahusika kwenye zoezi hili na kupitisha mpango wa bajeti au rasimu yetu ya mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kikubwa ambacho tunaomba pia kwa bajeti zingine zinazokuja, cha kwanza tunaomba pia bajeti zingine ziangalie uwiano wa miradi na kwenda vile vitu ambavyo ameanzisha mwananchi, vitu alivyokianzisha mwananchi kama hakijafanyika basi sisi sote tunafanya kazi hapa. Kwa hiyo tunahitaji kile alichokianzisha mwananchi kwa nguvu zake. Akianzisha mwananchi panamaanisha kwamba pana uhitaji. Kwa hiyo tusijiamulie sisi wataalamu hiki hakifai, labda kimepita au hicho kitu hakipo. Kwa bajeti hii, halmashauri itapunguza utegemezi kutoka serikali kuu kwa 11.68 mwaka 2025-2026 hadi 12.09 kwa mwaka 2026-2027. Mbali na ongezeko hili la bajeti, idara ya mipango imeshauriwa juu ya maombi maalum na maandiko kwa ajili ya miradi mbalimbali ya kimaendeleo na kuyafuatilia kwa karibu. Kuna vitu viwili, moja ni maombi maalum, lakini cha pili ni maandiko ya miradi mbalimbali, kwa sababu hakuna siku miradi bajeti inatosha. Lazima tuwe ubunifu, hasa idara ya mipango, lazima tuwe na maandiko. Sasa usipokuwa na maandiko, Busokelo utalala, na watendaji muda mwingi sana wamekuwa wazito sana kuandika maandiko, na tuwe wajanja. Sasa kama tulipeleka maombi maalum hakuna anayefuatilia, haiwezekani. Lazima mfuatilie maombi maalum yamefikia wapi na mtoe taarifa kwenye vikao. Lakini waheshimiwa madiwani, tuhoji yale maombi maalum yamefikia wapi kila tunapokutana kwenye baraza. Maandiko maalum niombe wataalamu mbunge apate nakala na ndio wenye nguvu ambaye anaweza kukutana na wale wanaokuja peke yake. Wote tukiwa ndani hivyo tukaandika, alafu tukasubiri wao wafikirie. Nimekupa mwenyekiti wa chama kukumbusha, ni mheshimiwa mbunge tu ndio ana nguvu ya kukutana nao wale watu ana kwa ana. Hiyo miradi ni ya muda mrefu sana katika alama mipango. Mnapoandika mtu wa kwanza kupata nakala awe ni mheshimiwa mbunge, lakini na sisi ilionekana kama mheshimiwa walivyoshauri. Zipata zingine tutashangaa nje ya bajeti, lakini zingine tunazipata kulingana na hayo maandiko maalum. Japo kwa asilimia siwezi kusema tumefikia mafanikio gani asilimia gani, lakini tumepata maandiko maalum. Kwa mfano, tunaenda kujenga soko la Tengasale pale, ni miongoni mwa maandiko maalum ambayo tumewahi yapata. Lakini bado tunaendelea kuwasisitiza wataalamu pamoja na baraza kuungana, lakini tukimshirikisha mheshimiwa mbunge ili sasa haya maandiko yaweze kusukumwa vizuri, ili sasa tupate huduma. Kwa mfano, tunahitaji haya maandiko maalum iwe sehemu ya kupata fedha ili sasa tukamilisha maboma, wananchi wapate
huduma ambayo imekusudiwa kwa ajili ya maisha yao. Endelea kutufuatilia Mawio TZ Online. Mimi ni Gerard Mwamwaja.